Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi afdhalit taslim. Wa ba'du. Kwa kupitia mbinu hizi ambazo tutazisoma, utaweza leo kujifundisha herufi za lugha ya Kiarabu. Yaani kama utasikiliza video hii mwanzo mwisho, basi wewe utakuwa ni mwenye uwezo wa kutamka alfabeti za Kiarabu. Hebu kuwa nami siku ya leo. Katika herufi za Kiarabu zinapatikana takriban 28, wengine husema 29 kwa kadri ya kila mmoja na anavyohesabu herufi hizo. Lakini sisi muhimu hapa tujue katika lugha ya Kiarabu kuna herufi gani na gani na gani. Herufi ya kwanza ambayo tunaanza nayo siku zote kwenye lugha ya Kiarabu ni herufi inayoitwa alifun. Hii husimama kama a au i au u itakapoingizwa irabu zake. Kama utaweka alama juu ya kichoro inakuwa ni a, kama utaweka alama chini inakuwa ni i, kama utaweka herufi yani alama ambayo iko na mzunguko juu yake huitwa dhamma, hii husemwa u. Hivyo hivyo herufi nyingine utamkwaji wake kama tutakavyo zisoma. Tutasoma kwa mtindo huu kuizungumzia herufi, lakini vile vile na namna inavyotamkwa ikipata hizi alama. Naam. Halafu herufi ya pili ni herufi ya ba. Hebu nawe tamka ba ba ba. Nadhani umetamka vyema. Wengine wa Swahili husema be, lakini wenyewe wa Arabu wanaita ba kwa maana baun. Hiyo ni herufi ya pili, ba. Tukiitia alama ya juu itakuwa ni ba. Tukiweka kichoro chini ambayo ina kasra inaitwa bi. Tukiweka kichoro juu cha mzunguko hiki ambayo iko na kikia fulani inaitwa bu. Kwa hiyo ba bi bu. Naam. Herufi ya tatu ni herufi ya ta. Ta ta taun. Hii herufi inaitwa te kwa Kiswahili, wanaita ta, ambayo inasimama na herufi ya t kwenye Kiswahili. Kwa hiyo tukiweka kichoro juu ni sawa na uliweka t a. Kwa hiyo ta ta ta. Kichoro chini tutaita t. Kichoro juu chenye kikia na mzunguko, hii ni dhamma, inaitwa tu. Ta ti tu. Twende herufi ya tatu. Herufi ya tatu ni herufi ya tha. Tha. Angalia ulimi wangu na utoa nje kidogo, lakini hauwezi kutoka nje, na ubana na meno, nche ya meno. Tha. Tha. Kunatoka upepo hapo wakati natamka kwenye mdomo. Tha. Kama napuliza lakini ulimi nimeubana kwa nche ya meno. Hebu nawe jaribu. Tha. 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 Okay? Hiyo inaweza kwenye lugha ya Kiswahili tukatumia th. Th. Tha. Tha. Okay. Kwa hiyo tukiweka alama inakuwa ni tha, thi, thu. Naam. Twende mbele. Herufi ya 4 ni herufi ya jim. 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 Kwenye kuitumika kwenye Kiswahili mara nyingi huendana na herufi ya j. J. Kwa hiyo jim inaweza ikawa ja, ji, ju. Naam. Herufi nyingine iliyofuata ni herufi ya ha. Kwenye lugha ya Kiarabu kuna utofauti kati ya ha, kha, ha. Ni herufi tatu tofauti. Sawa? Ingawa kwenye Kiswahili hakuna hicho kitu. Sawa? Turudi kwenye herufi ha. Ha. Hii ni herufi inatoka maeneo ha kwenye koo huku ndani. Ha. Ha. Unaitolea kwa huko. Ha. Kama vile bata unavyomsikia anatoa herufi ya sauti yake. Kwa hiyo tunaitamka ha. Hebu nawe tamka ha. 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 Okay. Tukirudisha kwenye irabu zake, tukisema irabu manake ndio zile kama kwenye Kiswahili mnaita a ni irabu, i zile herufi tano za irabu kwenye Kiswahili kwenye Kiarabu ziko, lakini tofauti na zile kidogo. Huku kuna irabu ya fatha, kasra, dhamma. Ama kwenye Kiswahili kuna a, e, i, o, u.
kwenye Kiarabu hakuna o, sawa, lakini u ipo, i ipo na a ipo. Ama hizi mbili kwenye Kiarabu hakuna, ingawa kwenye lahaja zao unawasikia wakizitamka kama saundi ya baadhi yao hutoka, lakini kwenye fasaha ya Kiarabu hakuna kitu kama hicho. Naam, natumai kwa herufi hizi tano kwa siku ya leo, au herufi hizi tano kwa siku ya leo, herufi sita samahani, tutakuwa tumejifunza kitu chochote. Umeweza kujua herufi tano za lugha ya Kiarabu. Hebu tuchukue tena herufi tano kwenye somo linalokuja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare ili kuweza kujifunza herufi nyingine ambazo zinakuja hapo mbeleni. Assalamu alaikum. Ma'assalama.